Uh, Majina yangu naitwa Abdalla Saidi Namoyo, ni mzaliwa wa mkoa wa Lindi, ila pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya Namoyo Furniture. Kwa lugha rahisi ni CEO wa Namoyo Furniture. Nilianza shughuli yangu hii rasmi ya kutengeneza na kuuza furniture za kisasa mwaka 2013 katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Ninamshukuru Mungu kwa shughuli hii, pamoja kwamba changamoto ni nyingi, mapambano ni makali sana, lakini ninamshukuru Mungu hapa nilikofikia. Naendelea vizuri na biashara inaenda vizuri, pamoja na changamoto tulizokutana nazo, lakini bado tunaendelea vizuri sana kuanza kuifanya kazi hii na shughuli hii. Familia yangu ninayotokea ni familia tu ya kawaida, ni familia ambayo zilizozoeleka za Kitanzania, ambazo maisha yake ni maisha ya hali ya chini. Elimu yangu ni ya kawaida tu, elimu ya primary ndio elimu yangu. Zaidi tu kwamba tumejiendeleza tu kwenye elimu mbalimbali ambazo sio rasmi, lakini pia tumeongeza uwezo na ujuzi na ufahamu mbalimbali. Ilikuwaje sasa mpaka kufika hatua hii ambayo kufika safari ilikuwaje, ilianzia wapi? Baada ya kukaa na kutafakari, tukumbuke kabla ya kuwa mfanya biashara na mtengenezaji wa furniture, nilikuwa ni fundi na bado ni fundi. Nilianza ufundi wa kazi hii ya useremala wa kawaida, ambayo tulikuwa tunafanya kazi kwenye majumba, kwenye sehemu mbalimbali, kazi mbalimbali zinazohusiana na useremala. Kuanzia mwaka 2001 tulifanya hizo kazi kwa ubora na viwango vya hali ya juu na uaminifu mkubwa sana. Ila baadaye ndiyo pale ambapo tukafika wazo la kuanzisha biashara ya furniture za kisasa ya kuanzia mwaka 2013. Ndiyo tukaianza safari hii ya kuanza kufanya biashara hii ya furniture za kisasa na kutengeneza furniture mbalimbali ambazo zinazohusiana na wateja ambao wakununua, lakini pia wako ambao wengine wanatoa oda zao. Kwa sasa una kiwanda ama kwamba unafanyaje shughuli zako? Kwa sasa hivi ninayo karakana ambayo inayohusisha uzalishaji wa furniture zangu, lakini pia ninayo point au showroom zinazofanya biashara hiyo ya kuuza zile furniture ambazo tayari zimeshakwisha kutengenezwa. Tunajua kwamba hakuna safari ambayo inakuwa ni rahisi hivyo. Na umezungumzia unatoka kwenye maisha ya kawaida sana, familia ya kawaida sana. Yaani ulianzaje mpaka kufikia hivi ambako tulifika? Kwa sababu tukiona sasa hivi hapa tunaona uwekezaji ni mkubwa. Una karakana, una showrooms ambazo zipo. Yaani safari ilikuwaje, ulianzaje? Kwa maana kwamba ulianza kukopa pesa mpaka kuja kuwekeza hapa, ulianzaje? Ulianza na kitu kimoja, ndio kitu ambacho mimi nataka. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kwangu nilianza tu kawaida, kwa namna kile ambacho nilichokuwa nacho ndicho ambacho nilianza nacho. Yaani kile kidogo ambacho nilichokuwa nacho ndicho ambacho nilianza nacho, kwa kuanza kufanya utengenezaji wa kitu ambacho kidogo. Ulianza na mtaji mdogo, kwa lugha rahisi kwamba nilianza na kabati moja, kaja 2, kaja 3, lakini pia nilifika sehemu ambako nilitafuta kwenye taasisi mbalimbali za kifedha kuongeza kile ambacho ninachotaka kufanya zaidi. Kwa hiyo mtaji wangu au biashara yangu imefanywa kwa mfumo huo, na mpaka sasa ambako ninaelekea pazuri sana, kwa sababu tumekuwa waaminifu na tuna nia na malengo ambayo mpaka sasa tunayafanyia kazi kuelekea kule ambako tunakotarajia. Wakati unaanzisha hapa ulikuwa na ndoto hii pia sasa zaidi? Ndoto yangu ambayo nilikuwa nayo na hadi sasa bado ninayo, ya kuwa mfanyabiashara mkubwa wa furniture, lakini pia na vifaa vyote vinavyohusiana na furniture niwe ninaviuza. Sio furniture tu, lakini hadi vifaa na malighafi zote za furniture niwe naziuza. Kwa hiyo ndio ndoto yangu kubwa,
na kumiliki hata mitambo mbalimbali ya uwezeshaji wa kutengeneza furniture za kisasa zaidi. Na uhitaji wangu mkubwa ni kwamba niweze kufanya Namoyo Furniture ifanye furniture bora kubwa ambazo kama tumewahi kuziona ziko nje, watu wanafanya kazi kwa urahisi mkubwa. Kwa hiyo matarajio yangu hapa nilipo ni kwamba ndoto yangu nifike sehemu ambako nitafanya furniture au kampuni yangu itafanya furniture za kisasa bora na zenye muonekano mzuri na imara pia kwa uaminifu hali ya juu sana. Kwa hiyo kwenye hiyo karakana, kwa maana muda huu tunaozungumza watu wanaendelea kufanya shughuli zao kutengeneza hizi bidhaa zao? Yes, of course. Sasa hivi bado wanaendelea vijana kufanya kazi ya karakana. Ninao vijana ambao wana uwezo mkubwa sana, ni vijana ambao wanajitambua, wanaofahamu nini nahitaji kutoka kwao, na pia mimi nasimama kama mkuu wa kampuni hii ya Namoyo. Kwa hiyo ninatimiza majukumu yangu kama mkuu na kiongozi wao. Kwa hiyo ndoto yangu nimewapa wao, tunaifanyia kazi kwa pamoja, kuona namna gani ambavyo tunaweza kuipeleka Namoyo Furniture katika level zile ambazo tunazotarajia. Umefanikiwa kwa kiasi gani Namoyo? Nimefanikiwa ukilinganisha na kule nilikotoka. Sasa hivi nimefanikiwa, japo ninaendelea kutafuta mafanikio, lakini nimefanikiwa kwa sababu nimeweza kuisimamisha brandi ya Namoyo Furniture. Leo hii imekuwa ni brandi ambayo watu wengi wanaifahamu Namoyo Furniture, ikiwa inatambulisha kwamba ni watengenezaji na wauzaji wa furniture za kisasa Dar es Salaam na Tanzania. Kwa hiyo mafanikio yangu ni kwamba kuona kile ambacho nilichokuwa nakitarajia kutoka kwenye hatua moja hadi sasa hatua iliyopo. Kwa hiyo ninapiga hatua ambazo ninaona kabisa kwamba kile ambacho ninachotarajia kukifanya au kukipata kinaelekea naenda vizuri. Okay. Na tukizungumzia mafanikio pia nilikuwa natamani kujua umefanikiwa nini kupitia hii biashara yako? Vizuri sana. Niambia, tangu mwaka 2013 huko kwenye ulingo. 2013 ndio ulianzisha na hapana, kabla Namoyo Furniture ilianza rasmi mwaka 2015. Kabla ya hapo nilifanya tu biashara tu za kawaida, lakini wakati huo idea ya kuwa na kampuni ya Namoyo Furniture haikuwepo. Lakini baadaye, baada ya kuona ninachokifanya kinaenda, basi ndio nikapata idea kwamba nifungue hii kampuni ya Namoyo Furniture kwa ajili ya kufanya mambo yote yanayohusiana na furniture, uuzaji wa material ya furniture, lakini pia ni utengenezaji wa furniture na uuzaji wa furniture za kisasa. Kwa hiyo mafanikio ambayo nimeyapata ni kama kuona ambapo kampuni yangu au kile ambacho ninachokifanya kinaenda vizuri, na vijana niko nao wanafanya kazi vizuri, na hata baadhi ya vijana ambao nimezalisha vijana wengi sana ambao wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo hayo pia kwangu ni mafanikio, kwa sababu naona vijana ambao wametoka kwenye Namoyo Furniture wanaendelea vizuri, na wengine wakiendelea kupiga hatua mbalimbali za furniture hizi. Mpaka sasa umeajiri vijana ngapi kwenye taasisi yako? Taasisi yangu ina takriban vijana wasiopungua 7. Vijana wanakula wanaishi kupitia. Of course, wanakula wanaishi kupitia Namoyo Furniture. Yaani wanatoka nyumbani wanakuja hapa, wengine wana familia zao, wanafanya kazi Namoyo Furniture na wanapata ujira wao, kile ambacho wanachokifanyia kazi wanalipwa na wanaendelea na maisha yao vizuri kabisa, na tuna maelewano ya hali ya juu sana. Ulitarajia siku moja utaitwa bosi? Bado, japo sipendi sana kuitwa hivyo, kwa sababu mimi ni fundi. Napenda kuitwa fundi zaidi ya kuitwa bosi. Vijana wanakuita bosi? Wapo wachache sana ambao wanaita bosi, kama hawa wauzaji ambao wako kwenye showroom wanapenda kuniita bosi, lakini niwaambia mimi sio bosi. Mimi ni fundi, lakini ni mwenzao katika kile ambacho ninachokifanya. Ni sehemu yao. Kwa hiyo kwenye sisi ni wote ni tuseme wafanyakazi wa Namoyo Furniture. Mimi ninapenda kuwa mfanyakazi namba 1 wa Namoyo Furniture, ila sio bosi. Ndio. Una familia? Nina familia. Na watoto wangapi? Nina watoto 4. Okay. Na umri gani sasa? Watoto wangu wana umri tofauti. Mtoto wangu wa kwanza nilimpata mwaka 2008 mwezi wa 9 tarehe 18.
Kwa hiyo sasa hivi ana miaka sio pungua 17 na amehitimu elimu ya sekondari ya form 4. Wa mtoto wa pili nilimpata mwaka 2012, naye pia amemaliza darasa la 7, ni elimu ya primary, na yeye pia amefanikiwa kupasi na mwakani ataanza form 1. Ni mtoto wa tatu naye vile vile wa 2019, lakini pia na yeye amemaliza elimu ya awali na atakuwa na kuanza darasa la kwanza mwaka 2026 naye pia. Na watatu wa nne naye vile vile ana umri ambao wa miaka 4 kwenda 5, naye anatarajia kuanza elimu ile ya awali. Kwa hiyo nina watoto 4 wote nikiwa nimezaa na mwanamke mmoja ambaye ndio mke wangu. Okay. Unajivunia nini kupitia hii kazi yako unaoifanya na? Ninajivunia kwamba shughuli yangu ni kwamba inatambulika, lakini pia nimepata marafiki wengi na nimepata heshima kubwa sana kwa sababu ya hii kazi yangu. Asilimia kubwa ya watu ambao walionizunguka wengine nimefahamiana nao kwa sababu ya hii kazi ninayoifanya. Niambie, wateja wako wanapatikana wapi zaidi? Ni wateja wa aina gani ambao umekuwa ukiwalenga na maeneo gani zaidi ndio unapata wateja? Wateja wangu wanapatikana kwa njia tofauti tofauti. Ninapata wateja kwa njia ya mitandao. Ninapata wateja kwa njia ya wateja wangu pia, nikiwa na maana kwamba wateja wangu ambao tayari nishafanya nao biashara, wao ndio wananiletea wateja kupitia kazi zangu bora zinazoonekana kwao. Kwa hiyo wengi sana wamekuwa wakiona kazi zetu na moyo, wanashawishika na kuweza kuuliza kwamba hii kazi ni wapi. Na bahati nzuri wateja wangu wengi nimekuwa natengeneza nao familia, yani nimekuwa ni as friend, as family. So wanakuwa na upendo wa hali ya juu na hawaoni shida wala tabu yoyote kutoa mawasiliano yetu na Mo Furniture, na pia ndio naongeza wateja kwa staili hiyo. Wateja wengine ni wale wateja ambao wanaoweza kupita kwenye showroom zetu na kuona furniture zetu na kupendezwa nazo, nao pia kujiunga na Mo Furniture wanakuwa wateja wetu pia. Unawaambia nini vijana? Kuna vijana wengi sana wanatamani kufika sengine ambako umefika na Moyo, lakini bado hawajafika kwenye hiyo stage. Unawaambia nini vijana? Mimi nawaambia tu vijana kwamba kabla ya jambo lolote lile, kwanza wanataka wajitambue kwanza. Sababu mimi kabla ya jambo hili kwanza nilitafuta kujitambua kwamba mimi ni nani, natakiwe niweje. Ukishajiuliza maswali hayo ukajipatia majibu sahihi, basi ni vizuri sana, na kuanzia hapo kila utachokifanya utakifanya kwa moyo mmoja na kwa moyo mkunjufu na kuweza kuendea kile ambacho unachotarajia. Kwa hiyo naambia vijana kitu kikubwa zaidi ni kwamba kuamini katika wao. Usiamini katika mtu mwingine, amini katika wao, lakini pia kutafuta mtaji mkubwa sana ambao unasimamiwa na watu, yani kuwa na watu, kutafuta namna ambavyo unaweza kuishi watu wakakukimbilia na watu wakawa ni sehemu yako, yani kuwa na cycle kubwa ya watu ambao wenye ufahamu mkubwa na wenye uwezo wa kukushauri jambo. Lakini pia jambo lingine la msingi sana na waasa vijana, kutokuwa na haraka ya kufanikiwa. Lazima wawe na hatua mbalimbali, wajue kwamba wao wanahitaji kuweje na sio kuwaje tu, lazima wawe tayari kusimamia kile ambacho wanachokifanya. Lakini pia niliwahase hasa vijana ambao niko nao au wapo katika tasnia hizi za uzalishaji wa furniture. Vijana wengi ni kwamba wamekuwa ni watu ambao hawataki sana kusimama katika maono ya yule ambaye anayofanya naye kazi. Kwa hiyo wamejikuta kwamba wanataka mambo yatokee tu bila kuwa na mipango madhubuti. Kwa hiyo hamna jambo unaweza kulifanya ukakosa kuwa na mipango madhubuti. Na kama unikosa mipango madhubuti, maana yake ni kwamba utakuwa upo tu, ni kwamba utakuwa unatumika na utakuwa unafanya kazi, lakini mwisho wa siku utakosa kile ambacho unatakiwa kuwa hiyo. Kwa hiyo swala la kwanza ni kwamba kujitambua na kujipa maswali ya kwamba wewe ni nani na unatakiwa kuwa nani, na kuweka malengo makubwa na madogo na kuweza kuyafanyia kazi kama hivyo. Ulipotoka na ulipofikia sasa hivi, maisha yako yanakufundisha nini wewe binafsi? Nilikotoka na nilikofikia sasa, maisha yangu yananifundisha kwamba tuheshimu sana watu, tutengeneze mtaji sana wa watu.
lakini pia tusipoteze muda. Yaani muda ni kitu ambacho tunataka tukithamini sana katika mazingira yoyote, kwa sababu muda ukienda haurudi. Kwa hiyo na umri ukienda nao pia haurudi. Kwa hiyo chochote tunachokifanya, hebu tutazame na muda pia, kwamba muda huu ninachokifanya leo hii asitakiwi tena nifanye tena kesho. Natakiwa lazima uende mbele, usonge mbele, kwa sababu muda hautoshi na maisha siku zote hayarudi nyuma. Kwa hiyo mimi nilichojifunza ni kwamba kuheshimu kwanza watu na kujua thamani ya watu mbalimbali na kutengeneza hali ya upendo na kila mtu, kwa sababu hauwezi kujua nani ni nani na nani anaweza kukusaidia na nani anaweza kukuona. Na wakati mwingine tumekuwa ni watu ambao tunatazamwa na watu ambao sio wafahamu. Wako watu ambao hatuwafahamu, lakini wanatazama kama ni role model wao. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kujikuta unachoka kufanya jambo, lakini ukijua kwamba kuna watu wanakutazama ambao wanatarajia watapata vitu kutoka kwako, lazima upambane na ujue ni jinsi gani ya kuweza wale watu kutokuangusha. Nimepata mfano mwingi sana. Kuna watu ambao wananiambia kwamba wanatazama maisha yangu personal, kwa maana kwamba kifamilia, wanaangalia kwenye kikazi, na watu wengi wanakuja kujifunza vitu vingi, wanakuja hata hapa ofisini kwa ajili ya kusema kwamba nimeona hii kitu ulichokifanya hapa, nilitamani sana kukaribia na kujua ni jinsi gani ambao umefika hapa. Kwa hiyo nini nasema kwamba lazima ujitengeneze brandi. Kuna brandi ya biashara, lakini na wewe pia ujitengenezee brandi. Yaani mimi niwe brandi, kwa maana kwamba kuna watu wananitazama kama brandi yao ya kuweza kufanya kile ambacho mimi ninachokifanya, na wao wanaweza kujifunza kupitia hivyo. Kwa hiyo ukifanikiwa hayo katika maisha, chochote unachokifanya lazima kitaenda, kwa sababu unajua kuna maombi nao pia. Watu wanakuombea sana, wengine huwafahamu, lakini wanakuombea kwa sababu unajua wanatamani sana kuwa kama wewe. Kwa hiyo kwenye maombi yao wanakuomba usipate matatizo yote, na ili uendelee kusonga mbele na wao wapate kitu kupitia wewe. Kwenye 90%, kwa mimi kwenye 100%, umefanikiwa kwa 50% ngapi? Kufanikiwa katika hali ya kile ninachokifanya, naweza kusema kwamba nimefanikiwa kwa 50%. 50 naweza kusema nimefanikiwa kwa 50%, kwa sababu kitu ambacho nilitarajia kukifanya na kukisimamisha nimekiona kwa macho, lakini pia bado kina kitu ambacho bado ninakiendea na ninaamini nitakifikia na nitakiona kwa macho. Kupitia kazi yako kuna vitu vya kuonekana huwa wanavitafsiri ni moja pia mafanikio. Kimfano, ukifanikiwa kuwa na nyumba nzuri, na vijana wengi sana ni moja ya ndoto zao kwamba kwenye maisha yao wawe na nyumba nzuri, wawe na driving nzuri, gari nzuri ya kuendesha, watoto waende shule ambazo ni nzuri. Nataka nijue kwako katika hivi vitu ambavyo swali gumu, ila ngoja tutashukuru, nitalijibu kama vile ambavyo nitabarikiwa. Kwenye uhitaji wangu au kwenye vitu ambavyo kwangu vinanipa tafsiri ya mafanikio, naweza kusema vitu vyote hivyo sijaviweka mbele, kwa sababu kuwa na nyumba si mafanikio kwa mimi ambavyo ninatafsiri mafanikio. Kuwa na gari sio mafanikio kwangu mimi. Kuwa na watoto ambao wanaenda shule za gharama kwangu mimi sio mafanikio. Mafanikio yangu mimi makubwa ni kuona kile ambacho ninachokifanya kinasogea, kwa sababu vitu vyote hivyo ni mazao ya kile ambacho ninachokifanya. Kwa hiyo yale kwangu haiwezi kuwa mafanikio. Kwangu mimi mafanikio ni kwamba kutengeneza kile ninachotaka kukifanya au ninachokifanya, nikaona sasa ninasogea, kwa sababu hiki ninachokifanya leo ni tafasiri ya akili ambazo zilikuwa zinaniambia kwamba ninaweza kufanya jambo fulani, lakini jambo fulani hilo maana yake ni kwamba si kwamba mimi ninafanya peke yangu. Kuna watu wanafanya na kuna watu wameshajaribu kufanya, lakini sasa wengine hawajafanikiwa, hawajawezi kufanikiwa. Kwa hiyo mimi nikiona kitu ambacho ninachokifanya, kile ambacho nilikuwa nimekiplani, kumbuka kabla ya kufanya hiki kuna watu walinishaniambia kwamba haiwezekani. Lakini walisema kwamba hautaweza. Of course, walishaniambia kwamba haiwezekani. Idea hii niliyoipata ya kufanya jambo, watu wengi walifanya haiwezekani. Sasa hivi wanasemaje? Sasa hivi sio wanasemaje, wanafanya hiko kitu wanafanya hiko kitu tena ni kundi na makundi na maelfu, kwa sababu wao walivyokuwa wananiona mimi, kwa sababu nilikuwa naanza kufanya, wao wakaona ni kitu kigeni sana kufanya. Na ndio moja ya kitu ambacho mimi ninakifurahia, na ndio mafanikio makubwa sana ninapoona kile kitu ambacho nilikisimamisha, nikasema hiki nitafanya kwa nguvu zozote zile, na kweli nikakifanya, na watu wakakiona
walikibeza mwanzo, lakini baadaye kuona mimi ninaendelea na wao vile vile wakaanza kukifanya na wanafanikiwa, na vijana wengi wamepata ajira, wamejipatia ajira na wanafanya kazi kupitia kile ambacho mimi niliwaletea au nilikifikiri kwenye kichwa changu, nikakiwaza, nikakifikiria, nikakionyesha katika uhalisia. Kwa hiyo yale kwangu ni mafanikio makubwa sana kuliko hivyo vitu vyote, kwa sababu hao watu naozungumza sasa wengi wana majumba, wana magari, hivyo wanasomesha watoto kwenye hizo shule za private. Lakini ni kwa nini? Mafanikio ambayo mimi niliyafanya na wao wakaona kile ninachokifanya. Kwa hiyo mimi naona kwangu wao kufanikiwa kwao katika vitu hivyo na kuonesha hivyo vitu kwao ni mafanikio. Mimi kwangu siona mafanikio. Mimi kwangu ni kwamba kuendelea kufanya kitu ambacho kiko kinatafasiri katika ubongo wangu, kwamba ninataka niwe nani na moyo nitakia tufike wapi, na moyo furniture nataka iweje katika ulimwengu huu, ulimweje katika tasnia hii ya furniture. Kwa hiyo kwangu ndio mafanikio. Kwamba vipo ila sio sehemu ya mafanikio. Vipo ila sio sehemu ya mafanikio kwangu. Ninayo nyumba ya kisasa, ninao watoto ambao wanaishi vizuri, wanakula vizuri, sawa, lakini pia mimi mwenyewe pia ninaishi vizuri, mke wangu anaishi vizuri, anavaa, anakula. Lakini kwangu mimi asikujaviweka kama ni mafanikio, nimeona ni sehemu ya matunda ya mafanikio. Mafanikio yangu mimi ni kufanya kile ambacho ninatarajia kufanya, yani kile ambacho ninatamani kufanya, na nikiona nikafanya na kikatokelezea jambo, basi kwangu mimi ni mafanikio makubwa sana. Kwa nini watu waje kununua bidhaa kutoka kwa Namoyo? Swali zuri sana, nilikuwa nasubiria hilo swali. Watu waje kununua furniture kutoka Namoyo Furniture kwa sababu Namoyo Furniture ni yani wamejipanga na wanafanya kitu ambacho tunaweza kusema kwamba wengine wanafanya, lakini wao wanaanzia pale ambako wengine wanakoishia. Kwa maana Namoyo Furniture hawafanyi kazi tu au wafanyi biashara tu, wanafanya hii ni kama huduma. Sisi tunatoa huduma ya furniture, ikiwa na maana kwamba tunaifanya katika ubora, tunaifanya katika uaminifu, tunafanya katika viwango vilivyokuwa vinavyohitajika na vinavyoridhisha wateja wetu. Kwa hiyo waje Namoyo Furniture kwa sababu ni sehemu salama ya fedha zao, sehemu salama kwa ubora wa kazi zao, ni sehemu salama kwa hali yao ya usalama, tuseme ya usalama, kwamba unajua watu wengi sana wanashindwa sana kununua furniture au kuagiza furniture kwa sababu watu wengi wamekuwa kwenye tasnia hii ya furniture, lakini wako kwenye biashara zaidi. Sasa kibiashara zaidi maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanaangalia zaidi faida kuliko huduma. Sasa sisi Namoyo Furniture tulitazama hayo, tukasema kwamba hatuhitaji mafanikio au hatuhitaji mafanikio ya kibiashara ya kusema kwamba hawa watu tumepata kiasi kikubwa sana cha fedha. Hapana. Sisi mafanikio yetu ni kufanya kitu ambacho tunatoa huduma yetu ikiwa kwenye ubora, kila mmoja hawe anatamani kufanya biashara na ya furniture na Namoyo Furniture. Kwa hiyo sisi kwetu ubora wa kazi, uimara wa kazi na uaminifu ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo sisi Namoyo Furniture ndio sehemu ambayo tunafanya kazi hizi kifamilia zaidi. Sisi wateja wetu asilimia kubwa sana tunawatengeneza katika hali ya ufamilia. Kama ni mwanamke tumuita dada, kama ni mwanaume tumuita brother, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunatengeneza cycle yetu ya wateja ni kwamba kwetu sisi ni familia. Ndio maana wamekuwa ni waaminifu, lakini pia wamekuwa ni sehemu ya kutuletea wateja na kutuunganisha katika familia mbalimbali za kutoa huduma hii ya furniture. Kipindi gani kilikuwa ni kipindi kibaya zaidi ambacho huwa ukisahau kupitia kazi zako na maisha yako kwa ujumla? Kipo kipindi kibaya sana. Kilikuwa ni kipindi cha mwaka 2021 kwenda 22. Niko kipindi ndio ambacho nilifika sehemu nikawaza kwamba kwa nini iko hivi? Kwa nini nafika hivi? Nilifika sehemu nikawa nauliza Mungu kwamba kwa nini iko hivi? Kwa nini ilikuwa hivi? Mimi niko na ujuzi, niko na ufahamu, niko na nguvu, niko na afya, lakini mambo yalikuwa hayaendi. Kwa nini? Kuna jambo ambalo nilikuwa nimelikurupukia kulifanya, lile jambo likanikuta kwamba limefika sehemu likawa alijafika kule ambako nakotaka. Kwa hiyo ilikaniacha niko sehemu ambako kama vile niko kwenye jangwa ambalo sina msaada wa aina yoyote. Kwa hiyo lile jangwa lilinifanya kwamba nianze kuwaza vitu vingi sana, ni kabla ya kuibuka sasa na kuweza kufanya hiki ambacho ninachokifanya. Mwaka 2021 ilikuwa ni mwaka ambao kwangu mimi ilikuwa ni mwaka wa kihistoria sana, na harakati na yani hustle nimepitia
zilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ukiniuliza nitakwambia kwamba mwaka 2021 ilikuwa ni mwaka ambao ni mgumu sana kwangu katika hali kama hiyo. Kwa hiyo changamoto ambayo ilikutana nayo ilinifanya kwamba niwaze mambo mengi sana kwa sana hilo. Lakini kupitia pale nilijifunza vitu vingi sana kuhusiana na watu, kuhusiana na mazingira ya jinsi gani ya kujitambua na kuendelea na kile ambacho ninachokiamini. Kwa mtu ambaye hajui unapatikanaje kupitia mtandao, ni swali langu la mwisho. Kupitia platform zenu zote, kuanzia Instagram kama mnatumia, TikTok na maeneo mengine, mnapatikana kupitia majina yapi? Namoyo Furniture au sisi Namoyo Furniture, mitandao yetu ya kijamii ambayo tunapatikana, kwanza kabla mtandao wa kijamii tunapatikana kwenye mawasiliano, kwenye simu namba kwenye 0787 600 142, lakini pia tunapatikana katika mtandao wa Instagram kwa jina la Namoyo Furniture. Tunapatikana TikTok kwa jina la Namoyo Furniture. Tunapatikana Facebook kwa jina la Namoyo Furniture. Lakini Facebook pia unaweza ukatupata na akaunti ya maalumu ambayo ni ya kwangu, ambayo hiyo si official ya kibiashara, lakini pia ni akaunti ambayo ni kubwa zaidi ya zote ambazo katika kunitambulisha. Inaitwa Shams Isaac Facebook. Unanipata pia. Lakini pia ukitaka kutupata na Namoyo Furniture tunapatikana Mtoni Mtongani. Ukitokea Mbagala, kuna hii barabara inaelekea Tandika, kituo ni stendi ya Shamba. Sema nishushe stendi ya Shamba, anakushusha hapo ndipo Namoyo Furniture tunapatikana. Lakini pia kama unatokea Mbagala na kuelekea mjini na kwa barabara kubwa ya Kilwa, unashuka Mtoni Mtongani, unarudi nyuma kama mita 200 utakutana na Namoyo Furniture, tuko pale na kituo chetu. Kwa hiyo sisi Namoyo Furniture, na ukitoka mjini pia unaweza kushuka Mtoni Mtongani, ukapiga namba zetu za simu au ukauliza Namoyo Furniture, utakuwa umefika na utaelekezwa na utafika Namoyo Furniture. Sisi tunakushukuru sana. Asante sana, nashukuru sana.